Vita ya kuania urais ya kuiongoza klabu ya Real Madrid imezidi kushika kasi, ambayo ni kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha miaka 20 klabu ya Real Madrid inakwenda kwenye uchaguzi wenye ushindani wa kweli, ambao katika uchaguzi huo ni unawakutanisha kati ya Florentino Perez akipambana na Enrique Riquelme katika uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili Juni 7 ya mwaka 2026. Takriban ya wanachama 100,000 wa klabu hiyo watapiga kura kuamua nani ataiongoza klabu ya Real Madrid hadi mwaka 2030 katika uchaguzi ambao unatarajiwa kuwa wa kihistoria kwa miamba hiyo ya soka duniani, Real Madrid. Sasa moto wa uchaguzi huo umeongezeka kufuatia zile kampeni za wagombea hawa wawili, moja ya mgombea Riquelme kutoa ahadi kubwa kwa mashabiki wa Real Madrid kwamba akichaguliwa atamsajili mshambuliaji nyota wa Manchester City Erling Haaland pamoja na kiungo mahiri kabisa wa klabu ya Manchester City Rodri, ambao mara baada ya kauli hiyo ilitikisa vyombo vya habari vya Ulaya na kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa soka duniani ambao wamekuwa wakifuatilia jambo hili kubwa. Sasa mara baada ya kutoa hoja zake hizo ambazo yeye amekuwa kinadi kuelekea katika uchaguzi huo, kambi ya mchezaji Erling Haaland ikiwemo baba yake mzazi pamoja na wakala wake wamekanusha vikali madai hayo na kusisitiza kuwa hakuna makubaliano yoyote ambayo yanaendelea kati ya mchezaji huyo pamoja na Real Madrid na huyo Riquelme. Hivyo pia muda mfupi mara baada ya kambi ya mchezaji Erling Haaland kuzungumza hayo, pia klabu yake ya Manchester City nayo ilitoa taarifa rasmi ikielezea kuwa hakuna kifungu chochote katika mkataba wa Erling Haaland kinachomruhusu mchezaji huyo kuhamia klabu nyingine ama kuhamia Real Madrid, na kwamba klabu hiyo inafikiria kuchukua hatua za kisheria kutokana na matumizi ya picha ya mchezaji katika kampeni hizo za uchaguzi. Ikumbukwe bwana Riquelme alitumia jezi ambayo nyuma ilichapishwa jina la mchezaji Haaland, kana akielezea kwamba akipata nafasi ya kuchaguliwa kuwa rais wa klabu hiyo basi ataweza kumsajili Erling Haaland kuitumikia klabu ya Real Madrid. Wakati Riquelme yeye akiahidi mageuzi makubwa ndani ya klabu ya Real Madrid, huku rais ambaye hadi hivi sasa anaiongoza klabu hiyo Perez ameingia vitani akijinadi kwa rekodi yake ya mafanikio makubwa, ikiwemo kutoa mataji mengi ya Ulaya ya UEFA Champions League na kuifanya klabu ya Real Madrid kuwa moja ya klabu tajiri zaidi duniani. Pia miongoni mwa ahadi zake ambazo ameahidi Perez kuwa atamleta kocha mpya ambaye inasemekana kwamba atamleta Jose Mourinho ndani ya viunga vya Real Madrid. Pia atamleta mchezaji mwingine Ibrahim Konate kwenda kuitumikia klabu hiyo ya Real Madrid. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa Perez pia anapigania upatu kwa sera yake ya kuendeleza utawala na mafanikio makubwa ndani ya klabu hiyo ya Real Madrid. Sasa macho ya wadau wengi wa soka na wafuatiliaji wa soka duniani anaelekezwa huko jijini Madrid, ambapo siku ya Jumapili wanachama wa klabu hiyo wataamua nani ataendeleza pale Florentino Perez alipoishia, ama yeye Perez yeye mwenyewe atachaguliwa tena kulisongesha gurudumu hilo ya kuiongoza klabu ya Real Madrid, ama mashabiki wanachama wa Real Madrid watafungua ukurasa mpya chini ya Enrique Riquelme, kilichoanza kama uchaguzi wa kawaida wa klabu sasa imegeuka kuwa ni moja ya simulizi kubwa zaidi katika soka la huko Ulaya mwaka 2026. Lakini mitandaoni kumekuwa na gumzo kubwa kufuatia hizo ahadi ambazo anazozitoa bwana Riquelme, huku Manchester City nao wakimjia juu. Imeonekana kwamba bwana Riquelme anatoa ahadi ambazo si za kweli, jambo ambalo linaweza kwenda kumpunguzia uaminifu kwa wanachama wa klabu ya Real Madrid kwenda kuchaguliwa kwenda kuiongoza klabu hiyo ya Real Madrid. Ni jambo la kusubiri na kuona ni nani ambaye atakayechaguliwa kwenda kuiongoza klabu ya Real Madrid, Florentino Perez ama bwana Riquelme. Ni jambo la kusubiri na kuona.